Katika sehemu ya 9 tunaangalia kosa lingine ambalo limewafanya watu wengi kuwa masikini na wamekuwa watumwa, ni kuwekeza ugenini. Wahenga wanasema mashariki au magharibi, nyumbani ni bora zaidi. Tumekutana na visa vingi vinavyotia huruma kutoka kwa watu waliotumia rasilimali zao, muda na nguvu zao zote kuwekeza ugenini. Mmoja wao ambaye mwandishi Nashon Elia anasema alibahatika kuzungumza naye kwa kipindi cha hivi karibuni. Alikuwa pale maeneo ya Chanika akimsaidia dada yake kufundisha shule ya awali, yaani chekechea, ili angalau apate hifadhi ya malazi na chakula. Bwana yule anasema kwa miaka 19 aliyokaa nchini Kongo alijishughulisha na uchimbaji wa madini. Alifanikiwa kuanzisha mitambo yake mwenyewe ya kuchakata dhahabu. Alikuwa na uwekezaji kwenye biashara ya dhahabu iliyofikia thamani ya dola milioni 3,350,000 ambayo sawa na wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 8. Siku moja iliibuka vita kwenye eneo alipokuwa anafanyia kazi. Wageni kadhaa ambao sio wazawa wa Kongo waliuawa hadharani na kuporwa mali zao. Anasema kwamba hali ilikuwa mbaya sana. Yeye alifanikiwa kutoroka bila hata viatu miguuni. Akasafiri kwa miguu msituni kwa siku 13 kwa hali ngumu sana na hatarishi, bila chakula cha uhakika, hadi alipofanikiwa kuvuka mpaka na kuingia nchini Tanzania. Watanzania aliokutana nao mpakani ndio waliomhifadhi hadi akafika Chanika kwa ndugu yake. Kwa hiyo kwa kipindi chote alichokaa nchini Kongo na uwekezaji wote alioufanya huko, anasema faida kubwa aliyoipata, anamshukuru Mungu kuokoka roho yake dhidi ya kifo. Hakuna kingine chochote alichoambulia kutoka huko. Umeona madhara ya kuwekeza ugenini? Nchi ya Roma ilitawala dunia kwa kipindi kirefu sana cha miaka ya 1260. Kwa kipindi chote hicho, Roma ilikusanya mali za dunia na kwenda kuzirundika kwao. Hadi sasa, hazina kubwa zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali za dunia zimekizunguka kiti cha Papa wa Rumi, na ndizo zinazompa nguvu na kuwa na turufu ya juu ya maamuzi yote makubwa yanayofanywa kwenye dunia ya sasa. Lakini pia tunajua kuhusu ukoloni. Wazungu wa Ulaya waliitawala Afrika kwa kipindi kirefu sana na kujikusanyia mali nyingi sana kutoka Afrika. Wakaenda kujenga Ulaya, walilima sana kule Marekani na kuimarisha viwanda vya Ulaya. Walipajenga kwao pakawa bora kiasi ambacho leo hii tunakusanya mali sisi wenyewe na kuwapelekea, na tunakwenda kuwatafuta sisi wenyewe kwa kuwabembeleza kwamba waje kujichukulia mali zilizosalia eti kwa jina la uwekezaji. Wakati fulani aliyekuwa rais wa Uganda Idi Amin Dada aliwafukuza wawekezaji wa kigeni kutoka nchini kwake kwa tuhuma za kuhujumu uchumi wa Uganda. Idi Amin aliwalalamikia wawekezaji hao kuwa walidhibiti 99% ya uchumi wa Uganda, kuanzia kwenye biashara zote, viwanda na kila kitu. Na juu ya yote hayo, Idi Amin anasema, niliwaomba nilipozungumza nao mwaka 1971, nikawauliza waombe uraia wa Uganda, lakini walikataa, ili hali wanashikilia 99% ya uchumi wa nchi, na fedha zote wanazokusanya hawaziweki kwenye benki za Uganda, bali huziweka kwenye benki zilizo nje ya Uganda. Nina uhakika kwamba kama wangeendelea kuwepo hadi leo pale Uganda, wakati huo ambao alikuwa anazungumza Idi Amin, mpaka leo Uganda ingeanguka kabisa kiuchumi. Hapakuwa na fursa nyingine. Fursa pekee ilikuwa ni kuchukua maamuzi hayo ya kuwafukuza kwa maslahi mapana ya watu wa Uganda.
Ndipo Idi Amin alipochukua maamuzi hayo, lakini alisema kwamba atawalipa fidia na anaendelea kuwalipa. Wawekezaji waliofukuzwa na Idi Amin walikuwa wametoka Marekani, Ulaya, India na sehemu zingine za bara la Asia. Tazama habari hii ya Idi Amin kwa makini katika kiunga hiki ambacho nimekuwekea hapo kwenye description. Hapa Tanzania tunafahamu kuwa nchi inaporwa sana rasilimali zake kwa jina la uwekezaji. Pia wawekezaji wengi huchuma mali Tanzania na kuzihamishia kwao, kwa sababu hata akaunti zinazoendesha biashara zao hazipo kwenye benki za Tanzania, bali huzipeleka huko kwao. Hii ndio sababu kubwa inayoifanya Afrika idumu kuwa ya kuomba misaada. Mwandishi anasema, ninaandika haya ili kukufundisha umuhimu wa kuwekeza nyumbani badala ya kuwekeza ugenini. Sijamaanisha kwamba upore sehemu yoyote ya watu na kuipeleka kwenu, ila ninachokimaanisha hapa ni kwamba sehemu pekee ambayo ni salama kuwekeza, kuhifadhi mali ni nyumbani kwenu. Diplomasia hubadilika, uhusiano wa nchi na nchi huvunjika, mambo hubadilika. Zingatia kuwekeza nyumbani. Ngoja nikurudishe katika Biblia. Kosa dogo alilolifanya Yusufu hatimaye liliwafanya Israeli kuwa watumwa nchini Misri. Yeye alikwenda Misri kwa kuuzwa kama mtumwa. Alipofika Misri, Mungu akampa neema ya kukubalika kwenye nchi ile hadi akawa kiongozi mkubwa wa ngazi ya pili katika utawala wa nchi ya Misri. Baadaye Yusufu alijisahau kana kwamba Misri ni ya kwake. Akawahamisha watu wake kwenda huko Misri. Nyumba ya Israeli ilihamia Misri kwa shangwe na furaha kubwa. Lakini Biblia inaeleza kwamba zama zilipobadilika, alikuja Farao asiyemjua Yusufu. Israeli waliokuwa wanaheshimika sana Misri wakageuzwa kuwa watumwa na kutumikishwa vibaya sana huko Misri. Soma kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 45 na kuendelea, utakutana na habari hii. Kumbe sasa ilimpasa Yusufu kuwahudumia watu wake wakiwa huko Kanaani. Angetumia nafasi yake kupaimarisha nyumbani kwa baba yake, yaani Kanaani. Hatimaye, baada ya kipindi cha ukame na njaa, vizazi vya Yusufu vingepata fursa na heshima kubwa katika nchi ya Kanaani. Alifanya kosa dogo la kujisahau kana kwamba Misri ni nyumbani kwao, likamuingiza kwenye matatizo makubwa yeye na watu wa taifa lake. Mabeberu baada ya kukopa fedha nyingi kutoka Libya walimuua Muammar Gaddafi ili wasidaiwe fedha hizo. Kilichofuata ni biashara ya utumwa Libya. Tazama katika makala ya Mwananchi katika kiunga hiki ambacho nimekuwekea, biashara ya utumwa na dhambi ya Marekani Libya. Enyi viongozi wa Afrika mnaoiba fedha nyingi kwenye nchi zetu na kuzificha uko Uswiswi na kwingineko nje ya nchi zenu, mzingatie kwamba mnapopaharibu ndipo kwenu watakapoishi watoto wenu na vizazi vyenu. Mnachofanya hakimaanishi lolote zaidi ya kufunua tupu za akili zenu. Mnavitoa sadaka vizazi vyenu wenyewe viwe watumwa wa nchi hizo mnazozitajirisha. Wale mnaogawa rasilimali za nchi zenu kwa wageni sawa na bure, kwa vipande kadhaa vya hongo au kwa ahadi ya mirabaa fulani, kuanzia nyie wenyewe mnakuwa wafalme wanaokota makombo chini ya meza, huku mkizizika nchi zenu kwa mikono yenu ninyi wenyewe. Mnachoambulia ni kudharauliwa na kuonekana wapumbavu. Watawasifu mkiwa mbele yao, lakini mkiwapa kisogo wanawadharau sana. Acha nikushauri, nenda katafute ugenini, upeleke nyumbani kwenu. Kijana, ukipewa kiwanja ukweni, usijenge.
shamba la kupewa, hakikisha umemilikishwa kisheria. Wenye akili wanajenga kwao, wajinga wanapuuza kwao, na hatimaye huanguka kuwa watumwa. Wahenga walisema, mkataa kwao siku zote ni mtumwa. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.